kuna chatting zinazidi kusambaa mtandaoni zikimuonyesha Mary akiomba msamaha kwa wazazi wake pamoja na wadogo zake. Kama unakumbuka, huyu Mary ni yule ambaye anahusishwa na mapenzi na Mwijaku, na kama unakumbuka kuna video ambayo ilitrendi akimnyanyasa mwanafunzi mwenzake kwa kusema kuwa ametoka na mpenzi wake ambaye anafahamika kwa jina la Mwijaku na paka kamnyoa nywele yeye pamoja na wenzake, na paka sasa hivi kesi inazidi kuendelea na inawezekana wakawa washaitwa na washaujiwa na tujui kilichoendelea, kwa maana kuna chatting ambazo zimepostiwa akimwomba mamake samahani pamoja na wadogo zake, na ikionyesha kwamba anasema kama anapelekwa jela. Sasa inawezekana labda itakuwa kesi imezidi kuwa kubwa na huenda akawa anapelekwa jela. Sasa nitakusomea chatting kwa uchache na wewe uweze kuzielewa. Anasema, shikamoo mama yangu, kwa kweli naomba sana msamaha. Kila nikijitahidi kuvumilia nashindwa mama. Mama yake akajibu, marahaba mwanangu, najitahidi kukutafuta sana lakini sikupati simu upokee, upo wapi? Akajibu tena, siwezi kukubali kwenda polisi na kujiona naingia jela mapema hivi. Hii ni mbaya sana kwa upande wangu. Mama, ni bora tu nife kwa sasa, ila sio kuendelea kupata tabu hii. Nisamehe kwa maamuzi ninayoenda kuyafanya mama. Naomba uniombee msamaha kwa baba na wadogo zangu. Mimi ni marehemu ninayetembea. Wacha nife tu mama. Mama anateseka sana. Sasa mamake akapiga hapo, inaonekana kupokea. Sasa sijui alitoka online, haijulikani, lakini hizo ndo chatting ambazo zimepostiwa mtandaoni na zinazidi kusambaa. Inawezekana mamake alipiga screenshot labda akatumia watu na watu wakaamua kuzisambaza. So inawezekana anapitia wakati mgumu kwa kile ambacho anakifanya, au anajutia kwa kile ambacho anakifanya kwa sababu pengine ameanza kutengwa na baadhi ya watu na jamii. So nini comment yako kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea kuhusiana na Mary wa Mwijaku? Dondosha comment yako hapo, usisahau kusubscribe.